Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo hii tena ya pili, ambapo tunajifunza kuhusiana na kukua katika uhusiano na Mungu. Tupo katika somo la 3 na katika somo hili la 3 linasema ya kwamba kiburi dhidi ya unyenyekevu. Mimi jina langu ni Fanuel Tana, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kujifunza sote mwongozo huu wa kujifunza Biblia, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Na tunapoanza kipindi chetu ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu. Nashukuru mwenyekiti, tuombe. Baba yetu Mungu mwenye enzi, wewe uliye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, rafiki yetu ambaye ni agape, wewe ambaye pamoja na ukuu wako umenyenyekea hadi kutukomboa katika mauti ambayo ulishinda. Tunakujia tena katika saa hii tukihitaji kuwepo kwako kati yetu. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, tupate kushuhudia unavyotufundisha namna ya kuwa wanyenyekevu kulingana na tabia yako. Tumeomba katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, na sasa tunakwenda moja kwa moja katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Didas, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki siku ya leo. Shukrani. Ningetamani utukumbushe kile ambacho tumejifunza katika somo la pili, ilikuwa ni juma iliyopita. Nini hasa ambacho tulikuwa tumejifunza? Karibu mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Naam. Juma lililopita tulikuwa na somo zuri linalosema kumjua Mungu. Fungu la kukariri katika kitabu cha Yohana 17:3 lilikuwa linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Amen. Tuliona kwa namna ya pekee ambavyo Biblia inamfunua Mungu kwetu. Ndio. Katika ile hatua ya kukua katika uhusiano na yeye, lazima utengeneze uhusiano na kukua katika huo kwa kumfahamu huyu unayejenga naye uhusiano huu. Na kwa namna ya pekee Biblia ilimfunua Mungu kwetu, yeye ni nani, jinsi alivyo, sifa, tabia yake kwa wazi sana. Na hivyo tunamwendea kama tulivyomuona Mungu anayeelezewa kama katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2. Wakati kwa mara ya kwanza, Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, mwenye fahari, mtakatifu, aliye mbali, anayetisha, anayetamka na vitu vinatokea. Lakini tukamuona tena kama Mungu rafiki wa viumbe wake, anayesogea kwa viumbe, akitengeneza na uhusiano uliojengwa juu ya upendo na agano. Na hivyo tukamuona Mungu kwa namna hiyo, na hivyo kukaleta picha ya kwamba unapomwendea huyu Mungu una ujasiri na amani, kwa sababu ana uweza wote, vyote vinapatikana kwake. Ni baba rafiki mwenye upendo, Mungu wa agano. Hicho ndicho tulichojifunza katika juma lililopita. Asante sana mchungaji Didas. Mchungaji Tuvako, juma hili tena tunaangazia kuhusiana na kiburi dhidi ya unyenyekevu. Ndiyo ambacho tunakiangalia hasa, kiburi na unyenyekevu. Sasa je, ni sifa gani iliyo kinyume na tabia ya Mungu ambayo tunaizungumzia katika juma hili na namna ya kuweza kuiepuka? Karibu sana mchungaji Tuvako. Naam, nakushukuru mwenyekiti. Tunaingia kwenye somo ambalo linatuhusu kila mmoja kwa namna moja au nyingine. Na unaweza ukajiuliza maswali ambayo tutajadili kulingana na somo la leo au la juma hili. Hivi ni mara ngapi umetamani kuonekana? Kujiona kwamba una nafasi kubwa kuliko wengine. Kutenda, kunena kwa nafasi ambayo labda inazidi wengine. Na je, huoni kwamba wakati fulani ni shauku ya nafsi ya dhambi kupenda kujiinua? Ninakumbuka rais wa 26 wa Marekani alikuwa anaitwa Theodore Roosevelt. Roosevelt alitawala tangu 1901 hadi 1909, na
anatajwa kitu kimoja ambacho sijakisahau kwenye historia. Aliitwa chief of celebrity. Celebrity chief. Ndio. Yani chief wa umaarufu. Na mwandishi wa historia aliandika kitu kimoja akasema, ni aina ya mtu ambaye kama ingepasa awe ndani ya jeneza ili watu waje wamtazame, angeingia ndani ya jeneza. Alipenda kuangaliwa, kuinuliwa, kusifiwa sana. Na mwanahistoria mwingine ambaye aliungana na huyo akasema inaelekea kuna mwingine ambaye ameingia kwenye miaka ya karibuni anayefanana naye. Sitasema jina. Lakini ninachokiona somo hili la juma hili ni jinsi tunavyopaswa kujua namna ambavyo nafsi inatamani kujiinua na ni namna gani tunaweza kushughulika kwa uongozi wa Mungu na changamoto hiyo. Na hivyo somo likaitwa kiburi dhidi ya unyenyekevu. Ungetamani useme unyenyekevu dhidi ya kiburi, lakini kiburi ndicho kinapigana vita dhidi ya tabia ya Mungu. Na hivyo ndicho tutakachokitazama kulingana na hoja hii. Na fungu letu la kukariri ni Luka sura ya 14 aya ya 11 inayosema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Rahisi sana. Yote inahusiana na unyenyekevu. Nashukuru sana. Nilikuwa tafakari ulivyouliza ile swali Mchungaji Tuvako ya kwamba ni nani ambaye hataki kuonekana. Mchungaji Didas, kuna hoja kuu tatu ambazo hizo hoja kuu tatu ambazo Yohana anasema zinasababishwa na kiburi. Kulingana na kile kitabu cha Yohana wa kwanza 2 fungu la 15 mpaka fungu la 17. Hebu tuziangazie hizo hoja hizo tatu hizo. Karibu sana Mchungaji Didas. Naam, asante sana mwenyekiti. Ndio. Tusome katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 aya ya 15, 16 na 17. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohana sura ya 2 15, Biblia inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kama ningeenda moja kwa moja kwa kile ulichoniuliza, mambo matatu nikianza nayo, hasa katika aya ya 16 Yohana anaorodhesha tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Na hivi ndivyo vinavyopeleka watu katika kiburi. Na kiburi kwa namna nzuri, mwandishi wetu mwanzoni kabisa mwa ukurasa ukurasa wa 31 anatupatia fasili angalau kwa mtupo wa jicho kiburi ni nini hasa. Na kama Pastor Tuvako alivyomwelezea huyu mwanasiasa maarufu wa Marekani, Rais Roosevelt, unapojiuliza juu ya kiburi ni nini hasa, unaweza ukapeleka mawazo yako haraka kwa, sio kwamba wanasiasa wote ni wabaya au kwamba labda wana kiburi au kwamba hata watu wote waliotajirika wamepata mali wanakuwa na kiburi. Lakini wazo la haraka linaweza likakupeleka kwa mwanasiasa fulani mjivuni aliyeshiba nafsi kweli kweli, au mtu ambaye amebarikiwa kuwa na mali, mtu maarufu, lakini akatupatia na picha ya ndege mmoja anaitwa peacock na tausi. Tena tausi dume. Ndio miongoni mwa hawa ndege tunadhani wa kike angekuwa mzuri zaidi, lakini kwa tausi
dume yule ndiye mzuri zaidi. Na anapenda wakati fulani katika mazingira yao. Sio vibaya sana kufanya hivyo, kwa sababu ndio mazingira yao katika kulinda himaya yake na kujitangaza kama kidume. Huwa anapenda kutanua yale manyoya yake yenye rangi mazuri. Inahusishwa na mtazamo wa kiburi, kwa sababu anapenda kuonesha rangi zake, kutuna na kusema kwamba mimi ndiye niko hapa. Kwa hiyo unaweza kupata picha ya namna hiyo. Na kiburi tumeambiwa kwamba ni hisia tu ambazo zinampeleka mtu kudhani kwamba yeye amefanikiwa sana, au ni bora, au ni muhimu kuliko watu wengine. Lakini akatupa mtazamo wa mwandishi kwamba kiburi ni hisia ambayo mtu hapaswi kuitegemea. Kwa nini? Kiburi, hii hisia sasa, ikikutana na ukweli, ukikutana na uhalisia, itakuacha ukiwa disappointed, umeumia, kwa sababu ni hisia ambayo inadanganya. Ukifunuliwa uhalisi wa mambo. Kwa mfano, Yohana anaposema vitu vinavyofanya tuwe na kiburi hivi, tunapokuwa na mambo yale mazuri tunayotaka kujitosheleza navyo, mwili utosheke na kila unachotaka. Wengine katika ngono, wengine katika appetite ya kula kila unachotaka, kila mwili unachotaka, mavazi lazima upatie mwili. Kila dunia ina mambo mengi mazuri yanayovutia na kupendeza. Na watu wamejijenga katika mazingira kwamba kila anachokiona anakitaka. Unapata hiki na mwenye hekima aliona akasema, moyo wa mwanadamu hautosheki, wala macho yake hayashibi. The moment unaona hiki unakitaka, ukikipata hautakomea hapo. Unatamani kingine, utakiona kizuri zaidi. Na hivyo ndivyo watu wanavyoishi. Alafu anasema kiburi cha uzima. Na nikawa najiuliza, hivi kiburi cha uzima ni nini? Kiburi cha uzima ni ile hisia anayokuwa nayo mtu kwamba maisha yanajengwa juu ya mambo vitu alivyo navyo, hasa mali, vinavyomfanya aonekane kwamba ndipo ana maisha. Kwamba ndipo anaishi. Kama ana vitu, maisha ndo yako super, na anajiona bora kuliko wengine wasio navyo. Na anapokosa anaishi kana kwamba yeye si kitu. Lakini ukweli ni kwamba tuwe na mali, tuwe na vitu vingi, thamani yetu mbele za Mungu na mbele ya wengine haipaswi kutegemea vile vitu tulivyo navyo. Maana Yesu mwenyewe alionya mahali fulani akisema, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Na hiyo ni katika kitabu kile cha Luka 12 aya ya 15. Kwa hiyo tunachoonywa hapa dhidi yake ni kiburi. Na kiburi ni hiyo hisia kwamba wewe ni bora, wewe unafaa, ni wa muhimu kuliko watu wengine. Na hiki kiburi kikipanda, ukashiba nafsi, umimi ukakuvaa, nafasi ya Mungu kwenye kiti cha enzi cha moyo wako kinaondoka, kinachukuliwa na hivi vitu unavyoona unavyo na vinakufanya bora mbele za watu. Na Mungu akishaondoka kwenye kiti cha enzi cha moyo wako, unabaki tupu. Maana Yohana anapotuandikia katika aya tulizosoma anasema, haya mambo ya dunia inapita, na haya mambo yote yanaondoka. Kwa hiyo siku utakutana na uhalisi kwamba ulitegemea mali, ukaona sasa una elimu, ukaona sasa wewe ni mzuri, ukaona kwamba una elimu ya kutosha na cheo na vitu vyote vinavyokufanya uwe na kiburi. Lakini utagundua kwamba hivyo sivyo vinavyofanya thamani ya maisha ya mtu iwepo. Lakini mtunzi wetu anatupeleka mbali. Mwanzo, kiburi kilitoka wapi? Ndio. Huku kujitosheleza nafsi na kuona unafaa na kuona wewe ni bora kuliko wengine. Kuna muasisi wa kiburi ambaye ni Lucifer. Tusome katika kitabu cha Isaya 14 na ile aya ya 12 hadi 15 pale. Nabii Yohana anaandika hivi kuhusu Lucifer. Isaya 14:12 anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa,
Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nikikomea hapo. Kiburi kilianza na Lucifer, yule kerubi afunikaye. Sina muda mrefu sana kumwelezea alivyo, na lakini huyu kerubi ambaye alikuwa na utumishi uliotukuka karibu sana na Mungu. Haielezi Biblia kwamba hiki kiburi kiliingia lini au kwa namna gani, lakini tunachojua kwamba kiburi kilivyoingia ndani yake na ikaleta uharibifu, hata kuja kuangusha wazazi wetu wa kwanza, ikavuta sayari dunia katika kile tunachojua leo kama pambano kuu. Na leo ni vurugu tupu, maana wengi kwa kumwacha Mungu nje ya maisha yao wamerithi kile ambacho Lucifer anacho, na kinakuwa kinyume na kile Mungu alicho, hasa anavyofunuliwa katika Kristo. Pastor Tuvako tulijifunza robo iliyopita wa Filipi sura ya 2, ambapo nadhani tutasoma baadaye kidogo. Yesu Kristo ni mnyenyekevu sana. Ukimweka Lucifer hapa, shetani ambaye anaitwa sasa hivi, na Yesu Kristo, utaona ukinzani mkubwa sana. Yesu ni picha ya unyenyekevu kama tutakavyomuona, lakini Lucifer alitaka, unakuta mambo matano yameorodheshwa hapa katika Isaya ambayo mimi inaanza. Mtu akishajaa mimi, ai ikitangulia, ukajazwa na nafsi, hautadharau watu peke yao. Hata Mungu mwenyewe atatoka katika picha ya maisha yako, na Mungu akishaondoka, kitakachokuwa kimejaza maisha yako ni wewe na hayo mambo unayodhani ni bora katika maisha. Napenda nisome aya ya mwisho katika ukurasa wa 31, ilinivutia sana. Anasema maneno haya: tunapaswa kuwa waangalifu kukumbuka kwamba mali, uwezo na mafanikio yetu haviamui thamani yetu. Badala yake thamani yetu inapaswa daima itoke kwa Mungu, kwa sababu kila kitu tulicho nacho, hata kile ambacho utupatia jaribu la kuwa na majivuno, vinatoka kwake. Hili ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Japo wakati mwingine kiburi kinaweza kikawa na uchanya wake, lakini daima, siku zote, tusitafute kuinua nafsi. Hata pale watoto wako wakati mwingine wanaweza kuhubiri na watu wakasema, umetubariki sana pastor, ubarikiwa, ukapewa mkono. Nimepitia nyakati kama hizo, lakini usijaribiwe kutaka kuchukua hizo sifa. Mungu atukuzwe kwa vipawa na vyote ulivyo navyo. Mungu akiwa wa kwanza katika maisha yako, mambo yanakuwa mazuri. Naam. Leo ni kiburi pamoja na unyenyekevu. Mchungaji Tuvako, tukiangalia pale kwenye Luka 18 na ule mstari wa 9, mstari wa 9 mpaka 14, pia kwa faida ya mtazamaji, kuna kisa cha waabudu wawili. Tunajifunza nini juu ya nafsi zetu sisi wenyewe na kisa hicho? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Hoja tunayozungumzia kujifunza juma hili ni hoja nzito kabisa, kwa sababu inagusa nafsi za kila mmoja. Naam. Nilisoma mahali mjumbe wa Mungu Ellen White anaposema hata namna ya kukubali wazo lako kwenye kikao kuchukuliwa kwamba ni la muhimu, jambo muhimu au linalofaa kubebwa. Ndio. Kukubali kwamba lisichukuliwe ni unyenyekevu. Kushinikiza wazo lako ndilo litawale ni kiburi. Na sijui utasema katika nyanja ngapi za kuangalia nafsi zinavyochanganyika katika hoja ya kiburi. Lakini tunachoenda kukitazama katika Luka 18, mwenyekiti, kujibu swali lako, ninaongea tu ambacho tunakiona katika somo letu juma hili. Ukisema mimi ni mnyenyekevu sana, mwenyekiti, tayari umeharibu. Kwa sababu unawezaje kuchukua hatua ya kujibonyezea mwenyewe tarumbeta na kulipuliza
juu yako mwenyewe. Sifa ni njema, Ndio. lakini anayepaswa kupuliza juu ya hiyo sifa njema yapasa awe mtu mwingine, Sio wewe. sio wewe. Eh? Ukishaipuliza wewe umeharibu sifa ile ile. Na hilo ndilo ambalo tofauti tulio nayo iliyo kubwa sana kati yetu na Bwana Yesu iko hapa. Bwana Yesu akisema mimi ni mnyenyekevu, Yes. na mpole, ana haki peke yake kusema. Ni jambo kidogo gumu kulielewa kwa haraka, lakini nampendekezea pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenda nalo kwa hatua. Hakuna mwingine, hata kulingana na ile aya ambayo tutaiangalia pia katika mjadala wetu wa leo, ambaye bila dhambi yoyote alishuka licha ya kuwa ndiye muumbaji na kuhujumiwa na viumbe na bado hakutenda dhambi. Hiyo ndio inamfanya astahili kusema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, siwezi mimi. Sasa kwa lugha hiyo hiyo, wawili walikuwa wanasafiri, wanatajwa kwenye Luka 18, wanapanda kwenda Yerusalemu. Na naisoma hii katika sura ya Luka 18 kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuiangalia kwa muktadha wake halisia. Ni Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi ya 14. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi. Anasema wala kama huyu mtoza ushuru. Excuse me? Halafu anaendelea aya ya 12, mimi nafunga mara 2 kwa juma. Hutoa zaka katika mapato yangu yote. 13 anasema lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Ndipo aya 14 inasema, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Yule ni nani? Farisayo. Anasema kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na ajidhilia atakwezwa. Sasa hoja ya Bwana Yesu unaweza kuchukua katika mazingira ya kanisa leo. Amesimama pale mbele mzee wa kanisa, anasali, anamshukuru Mungu kwa wema wake, anauona jinsi alivyobarikiwa, jinsi alivyo mzuri katika mambo yake mazuri. Na unajua wakati mwingine hata shuhuda, mwenyekiti, mnajifunza kuwa mwangalifu hata shuhuda tunazozitoa kama kanisani, kwenye mikutano. Niliwahi kuwa mahali katika nchi ya ugeni. Rafiki yangu mmoja akasema kuna shuhuda hazifai kutoa. Mtu anasimama anasema mimi nimebarikiwa, nina vibali, Bwana amenitendea, amenipa vibali vya kazi, amenipa vibali vya kukaa nchi hii, Mungu Kuna mtu mwingine ameketi pale miaka zaidi mara 2 ya yule. Anamuuliza Mungu, hivi unaotendea tu hao? Yaani unaweka misumari badala ya kuwainua watu kumpenda Mungu, wanakuwa kama vile wameinuliwa kumlaumu na kumhoji kwamba hivi mbona ni kama Mungu wewe uko unfair, hauko, yani unapendelea. Sasa nimalizie kwa haya mwenyekiti. Hiyo kanisa nalo linaweza kuwa na taswira hiyo hiyo, sio tu wakati wa Mafarisayo. Sasa kuhitaji rehema kuna maanisha kutambua kwamba moyo wangu una tofauti, haufanani na wa Yesu. Ninahitajika nibadilishwe. Mara nyingi mnapohubiri swala la nguvu ya msalaba, nimependa kutumia kielelezo cha sumaku.
sumaku ambayo ncha zinazofanana husukumana, ncha zinazotofautiana huvutana. Naam. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa basi, nikichukua kauli iliyoko katika ukurasa wa 32 ambayo imenukuliwa kutoka Lulu za Uzima, isemayo hivi: ni yule tu ajifahamuye kuwa ana dhambi ambaye Kristo ataweza kumwokoa. Kwa lugha rahisi, ikiwa hivi ndivyo, yule ambaye anajua yuko tofauti ndiye anavutwa na msalaba. Yule anayeona mbona haya mambo ninayo, kama yule tajiri kijana, tangu utoto wangu bwana, haya mambo tunaishi nayo, ni tuko sawa bwana, tuko vizuri. Yesu anasema anajiona yuko sawa na mimi, macho yake anakaa katika upofu, Yohana 9, na hivyo upofu wake unakaa. Lugha, nikimalizia hapa, anasema katika ukurasa huu wa 32 anayotumia hapa, anasema tukiziungama dhambi zetu, yaani tukikiri yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na nini? Na udhalimu wote. Na hivyo basi, kadri tunavyomjia Kristo karibu, ndivyo tutakavyotambua hali ya uovu wetu. Yaani ndivyo tutakavyoona jinsi ambavyo hatufanani na tabia yake, na ndivyo tutakavyoona kuto kustahili kwetu, na kwa njia hiyo ndio namna pekee tunaweza kukubali nguvu yake inayotubadilisha. Kutomfahamu ndicho chanzo cha kuinuka kwa watu katika haki yao binafsi. Mungu anawafikiriaje wenye kiburi? Petro wa kwanza 5:5 inatuambia, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Iko wazi kabisa. Na hivyo kama ndivyo ilivyo, kutokana na kisa cha hawa waabudu wawili, si ni vizuri ukajikagua nafsi yako? Je, ninajiona niko tayari kubadilishwa, yaani nina shauku ya kubadilishwa, au ninajiona niko sawa tu? Asante sana Mchungaji Tuvako, umetuachia swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujihoji. Mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, alafu tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na tunasonga mbele tena na kipindi chetu. Mchungaji Didas, kuna kauli moja ambayo tunaipata katika kile kitabu cha Hesabu 12 na ule mstari wa 3 ambayo inasema kwamba Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote. Hiyo kauli ambayo tunaipata hapo, ambao ulikuwa juu ya uso wa nchi. Inamaanisha nini hasa na inatufundisha nini hasa katika kipindi chetu hiki katika zama hizi za leo? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Ninapofika kwenye habari za Musa huwa nafurahi, maana ni mmoja ya wahusika wa Biblia ninaowapenda sana. Na mahali ambapo Paulo anamuelezea vizuri pia miongoni mwa wale wazee wa imani katika kitabu cha Waebrania 11 kuanzia 23 hadi 27. Ni moja ya mafungu ambayo anayapenda na nimekariri. Nilikuwa nataka tuende hapo, nielekeze fikra zetu hapo, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, katika Waebrania 11 ile aya 23 hadi 27 inayosema, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao,
akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asiyeonekana. Musa anazaliwa wakati wa zahama, lakini anazaliwa akiwa mtoto mzuri ajabu, mwenye kuvutia, na hata wazazi wake wanaona huyu sio mtoto wa kufa, maana zahama iliyopo kwa Waebrania ni kwamba watoto wa kiume watupwe katika mto Nile. Na wakati huu Mungu anaingilia kati kimuujiza, anamuokoa Musa. Musa anajikuta mikononi mwa mama yake. Tena sitaki kusimulia hiki kisa kwa undani wake kwa sababu ya muda. Anajikuta mikononi mwa mama yake Yokobed, mama aliyefanya kazi bora sana ya malezi. Amen. Akiwa mwalimu wa kwanza wa Musa, akamfundisha utambulisho wake halisi, his true identity. Akamwambia, wewe ni Mwebrania na sio Misri. Wewe ni mtoto wa Yehova Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Akamfundisha Musa masomo ya adabu na heshima, kicho kuwa mkweli, masomo ya kuwa mwadilifu na mwaminifu. Kwa miaka 12 Musa anakuwa nyumbani kwao akiwa anajua yeye ni nani. Miaka 12 inapotimia, Musa anaenda katika ikulu ya Farao. Kwenye nyua za ikulu ya Farao iliyojaa mivuto mibaya, pamoja na utajiri wake, kuna anasa na starehe, ibada ya uongo ya miungu ya kipagani. Musa anaenda huko. Miaka 28 ya maisha ya Musa katika ikulu ya Farao ilikuwa ni miaka yenye mvuto wa tofauti, lakini kilicholeta tofauti ni miaka 12 aliyokaa na mama mmoja bora sana katika maandiko, akamfundisha kuwa mtoto mnyoofu, mwenye adabu, mnyenyekevu, kama tutakavyomuona hapa mbele. Musa anaingia katika mikono ya waalimu bora kabisa katika shule na vyuo vya Misri. Kitabu cha Matendo ya Mitume 7:22 nasema, Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Alikuwa na IQ ya hali ya juu sana. Akili yake haikuwa ya kawaida. Nimewahi kusoma na wanafunzi ambao wewe unatafuta mtu wa kujificha nyuma yake mwalimu asikuone. Wao kila swali analomuuliza mwalimu mikono iko juu na wanajibu, wanapigiwa makofi. Musa alikuwa na akili ambayo hakuna mwanamume aliyekuwa nayo kama ya kwake. Kwa hiyo akajifunza sanaa na sayansi na falsafa iliyofanya Misri ikawa nchi bora katika wakati wake. Akajifunza masomo ya uongozi, akajifunza masomo ya sheria, na Musa akaenda mpaka jeshini, akawa bora jeshini, hata kufikia cheo cha juu kabisa, komando wa jeshi. Musa akapendwa sana Misri. Babu yake na mama yake Hatshepsut, huyo aliyemwasili, wakampenda sana. Wanaume walimhusudu Musa, mwili wake uliojengeka na misuli iliyotuna aliwavutia. Wanawake wakamwandamia Musa, wakamtamani. Watoto wakamuiga, wakafikia hatua ya kusahau utambulisho na historia ya Musa kwamba ni mtoto tu aliyeasiliwa, mtumwa aliyokotwa kwenye mto Nile. Wakamuona kama fahari ya Misri. Wakawa na matarajio ya Musa kuwa Farao anayekuja. Usingeweza kumwambia mtu kitu kuhusu Musa. Musa anapofika kwenye peak, kwenye kilele cha ubora wa maisha, yale mambo ambayo wanaume na wanawake leo wanayahangaikia, Pastor Tuvako, ubora katika elimu, uongozi, watu wanaotafuta kuwa na mali na vitu vyote vya dunia, alikuwa anaenda kuwa mtu mwenye cheo cha kwanza, command katika Misri yote. Akikohoa saluti zinapigwa, akisimama kila mtu anasimama, akiita watu wanakimbia, na hazina yote ya Misri chini yake. Biblia inatuambia Musa alipofika hapo
akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali apate mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Kwa sababu mbele hapo 27 anasema, maana alistahimili kama amonaye yeye asiyeonekana. Akili ilikuwa kwa mfalme wa wafalme aliye juu asiyeonekana, sio mfalme wa Misri. Kwa hiyo haya mambo yakapotea katika uhafifu wake, kwa sababu Mungu alifunua mbele yake uzuri wa taji isiyoharibika na ufalme ujao wenye utukufu kuliko ufalme wa Misri, na akaamua kwamba afadhali ajitambulishe na watumwa kuliko kuingia kwenye mvuto ambao huenda utampeleka kwenye dhambi. Na ndipo miaka 40 inafika, watu wanadhani kilichomtoa Musa Misri ni kuua. Alishafanya maamuzi, ndio kwamba hii plate ya dhahabu mnayonipa napiga teke na kuwa mtumwa. Lakini kitendo cha kuua kinamuondoa, anajikuta Midian miaka 40. Wanazuoni wasomi wanasema kama kuna mahali Mungu alitumia vibaya human resource, hakumanage vizuri, na mtu mwenye madigrii yake PhD, komando wa jeshi, unampelekaje jangwani miaka 40 kuchunga kondoo? Lakini hapa Mungu anamfundisha Musa somo kubwa la unyenyekevu na kujishusha na utumishi. Ana mpango wa kumtumia, akamfundisha masomo yote chini ya milima hii ya Midian, masomo yatakayomfaa kwa ajili ya kuliongoza taifa lake kutoka nchi ya utumwa kwenda nchi ya ahadi. Ninapenda maneno ya mjumbe wa Mungu Ellen White katika kile kitabu kinachoitwa Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 254, anaposema maneno haya kwamba kama mwanahistoria, mshairi, mwanafalsafa, jemedari wa majeshi na mtunga sheria anajitokeza pasipo kifani, alikuwa bora hivyo, na bado pamoja na ulimwengu kuwa mbele yake, alikuwa na nguvu ya kimaadili ya kukataa matarajio ya utajiri na ukuu na umaarufu vyenye ushawishi. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Musa anakuja kutajwa katika lile fungu lililosema, Hesabu 12:3, basi huyo mtu Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Mungu alimfundisha, akamnyenyekeza. Miaka 40, msomi mwenye PhDs, komando wa jeshi, akachunga kondoo miaka 40, na Mungu anakuja kumtoa huko kwa kazi kubwa. Na wana wa Israeli walivyomsumbua Musa, kama angekuwa na hasira. Unajua kuna wakati ambapo Mungu alikasirika, akamwambia Musa, naangamiza wote, nitakuspea wewe, nitakusaza wewe, nitakufanya taifa kubwa. Mungu akamwambia, ukiwaua hawa, basi na mimi uanze kuniua mimi kwanza, na unifute katika kitabu chako cha uzima. Kiwango cha unyenyekevu wa hali ya juu. Ndio maana Mungu anasema alikuwa mpole kuliko wanadamu wote. Tunajifunza nini? Licha ya kuwa na vyote ambavyo wanadamu wanaweza wakavitamani, ni kweli Mungu anaweza kukubariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukapata vyote, lakini kuwa mnyenyekevu. Musa alikuwa na kazi kubwa, kuongoza taifa, kutoa utumwani kwenda nchi ya ahadi, kazi kubwa hiyo. Mwingine unakuta tu hata mzee wa kanisa, umekuwa mchungaji na unaota mapembe, mabega yanainuka bila sababu yoyote. Mungu anataka tuwe wanyenyekevu, wenye roho ya kujishusha, wenye roho ya kuwatumikia wengine. Sifa ya ufalme wa mbinguni ambayo tutaendelea kujifunza ya unyenyekevu. Ninashukuru sana mchungaji Didas, unyenyekevu. Umenigusa uliposema kwamba ile miaka yote 40 Musa alitumia kujifunza. Mungu alitumia kumfundisha Musa kuhusiana na unyenyekevu. Naam. Mchungaji Tuvako, kuna jambo jingine kuhusiana na ambapo tunaendelea kujifunza kuhusiana na unyenyekevu. Ni kosa gani hasa linaloonekana kuwa kubwa kuliko makosa yote mbele za Mungu? Lipi? Umelipata vizuri swali mchungaji Tuvako? Nimelipata mwenyekiti. Sasa nilikuwa nikijiuliza kabla sijajibu swali. Sijui kwamba tunampa mchungaji Didas grade gani, A+ kwa kukariri ile sehemu ya Waebrania 11. Ile nadhani sasa kwa sababu ya unyenyekevu ili ya unyenyekevu Usinipe max. Unyenyekevu tu useme unachofikiri.
amekuwa mnyenyekevu sana. Sasa yani unapozungumzia hoja ya kosa kubwa, nisirudie aya alizozisoma mchungaji Didas hivi sio mrefu uliopita juu ya Lucifer na Isaya 14 imeisema hivyo. Hatuhitaji kurejea kwenye hicho chanzo kwa undani ambacho nacho kinadhihirisha kwa nini kwa Mungu hilo linaonekana kosa kubwa kuliko yote, ndio chimbuko la dhambi. Bila hiyo dhambi kuanza kwa kiburi, leo tusingekuwa na haya mengine yote ambayo yanachafua jamii kwa namna ya muktadha wa dhambi kama dhambi. Sasa hebu fikiria kwa mfano tunapofikiria juu ya hoja hii ya unyenyekevu, jinsi ambavyo kiburi kilikuwa kinapigana hata wakati wa Kristo dhidi ya unyenyekevu. Luka 22, niangalie hiyo pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Luka 22 fungu la 24, tuangalie hiyo aya 24 hadi 27, itatutosha kwa ajili ya kuitafakari. Inasema hivi: yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. 25 inasema akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. 27, maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Kwa muktadha wenu, enyi wanafunzi, mkubwa sio yule anayetumika. Mkubwa ni yule anayeketi chakulani na akitumikiwa. Lakini mimi mnachoniona nikifanya ni kutumika. Na je, kwani hiyo imeniondoa kwenye ukubwa? Lugha nyingine ambayo Bwana Yesu alitumia katika mkao wa meza ya Bwana alipowanawisha miguu wanafunzi, alisema, ikiwa mimi niliye Bwana na niita mimi Bwana. Kwa lugha rahisi, hakunegate, hakuondoa uhalisia wa kwamba yeye ni Bwana. Mwenyekiti huondoki kwenye wenyekiti kwa sababu umekuwa mnyenyekevu. Wewe ndipo kwa mujibu wa kanuni ya Kristo ndipo unazidi kuheshimiwa, kwa sababu licha ya kwamba wewe ndiye mwenyekiti umejishusha. Sasa naomba nimpeleke mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye mazingira halisia kidogo. Wale wanafunzi 12 ilikuwa shughuli. Kulikuwa na kina Yuda Iskariote pale. Ndio. Kulikuwa na Petro mvuvi. Kulikuwa na Mathayo aliyekuwa mtoza ushuru. Kulikuwa na Simeoni, yule Simoni ambaye alikuwa ni zealot. Alikuwa muuaji wa vibaraka wa Kirumi. Alikuwa na uchu wa kuua msaliti wa Wayahudi. Sasa hizi namba niwe radhi nizite namba, lakini ni tabia anuai ziliwekwa kwenye kikapu kimoja, zilizokuwa na mitazamo tofauti kabisa na haiba zake. Halafu wao ndio wanakuja karibu na Yesu, na unajua mwandishi wa mwongozo wetu anapendekeza, hebu piga picha, watu mamia wanamsonga Yesu. Halafu wewe ni mmoja wale 10 na ngapi? 12 ambao alisema ninyi ni mitume, yaani ninapokwenda nitakwenda na mimi. Halafu kwa lugha nyingine ni kama wameshajumlisha hawa 12 kwamba huyu kama ndiye mwana wa Mungu na ndiye Masihi, basi ndiye mfalme mtarajiwa atakayetutoa kutoka katika makucha ya Kaisari.
Mimi ni waziri. Yeah. Mimi wa fedha, au huyu mwingine anajifikiri mimi ndiye waziri mkuu. Mawazo hayo ambayo tunatumia lugha za kileo. Ndio. Ninachomalizia katika kukisemea hapa, mwenyekiti, ni hiki. Vita yao kubwa ilitokana na kosa kubwa moja. Nafsi. Kuinua nafsi. Ndio. Kuna vikao vingi duniani leo. Sijaenda kwenye vita bado. Kuna vikao vingi duniani leo vinachukua saa nyingi sana kushughulikia tatizo moja tu. Sio kwa sababu tatizo lile ni gumu, lakini kwa sababu nafsi za watu fulani zimeinuka juu. Hazipokei hoja ya mwingine. Lakini ingekuwa tayari nafsi moja na nyingine kumsikiliza mwingine, hoja zingine zisingekuwa na kikao. Zingeisha tu. Ndio. Na matokeo yake ni kwamba hata vita sasa tunazozizungumzia leo zisingekuwepo. Hivyo kosa kubwa kuliko yote si tu kwamba ile habari ya Lucifer kuinua nafsi ilimwangusha yeye na kumtoa katika ile mbingu yenye utukufu. Hilo kosa hilo lilimtoa bustanini Adamu na Hawa. Kosa la kudhani kwamba anataka kuonja kile ambacho ni zaidi ya kile Bwana alichosema. Wakatilia mashaka kauli za Mungu. Na kwa sababu hiyo ninaguswa na sehemu hii ambayo inaonekana kwenye ukurasa wetu wa 34 ambayo inasema mtu angeweza kuwaza kwamba baada ya muda wote wa kukaa karibu na Yesu, mjadala wa namna hii usinge kuwepo. Lakini bado walikuwa vile vile. Napendekeza kwamba pamoja na kwamba mwongozo wetu umesema hivi, lakini ukiendelea mbele, waliendelea na tatizo hilo mpaka Matendo sura ya 1. Kristo anataka kuondoka, wanasema ule wakati umefika sasa. Unatupa ufalme. Kale ufalme kale. Wanataka hukumu. Wengi hata katika kanisa la Mungu leo ambao tungepaswa kutarajiwa kuakisi tabia ya Yesu. Ndio. Changamoto yetu ndio hiyo. Yaani tusisome tu na kueleza maneno mengi. Yesu anatuita kuona ya kwamba ikiwa hatutabadilika, Lulu za Uzima inanukuliwa katika ukurasa 101. Hakuna chukizo kwa Mungu au kitu kilicho cha hatari kwa roho za wanadamu kama kiburi. Anasema na kujiona kuwa umetosheka katika dhambi zote. Hii ndio isiyo na matumaini na isiyo na matibabu. Nilipoiona hii nilisugua kichwa. Kumbe zingine zinatubika, zina matibabu. Kiburi kikikaa kinazuia zingine zote. Inatengeneza blockade, inatengeneza ngome. Na nimalizie, nichukue kauli hii anayochukua kutoka kwenye Lulu za Uzima pia katika ukurasa 104 na 105. Kama unatambua kwamba ni Mungu pekee awezaye kufanya kazi ya kuondoa kiburi na ubinafsi kutoka moyoni mwako, tulia na uombe ombi kama hili: Bwana, toa moyo wangu, kwani siwezi kuutoa. Huu ni mali yako, utunze katika usafi, kwani mimi siwezi kufanya hivyo. Niokoe licha ya matakwa yangu, udhaifu wangu na nafsi yangu ambavyo viko kinyume na Kristo. Niumbie na niumbe, nifinyange, niunde kwa aina safi na hali takatifu ambapo mitiririko ya wingi wa upendo wako inaweza kupita katika roho yangu. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, tunapomtazama Yesu tunaona kanuni gani ya ufalme wa Mungu kulingana na kile kitabu cha Wafilipi 2:3 mpaka
mstari ule wa 8. Karibu Mchungaji Didas. Na asante sana mwenyekiti. Ndio. Kiunga tu hapo ambapo Pastor Tuvako alikuwa akielezea. Napata picha ya wanafunzi ambao walikuwa na mtazamo wa ubora na ukuu kuliko wengine. Lakini Yesu anasimama akiwa kielelezo bora cha unyenyekevu na utumishi. Ile sura ya 22-27 ya kitabu cha Luka anasema, lakini mimi kati yenu si kama anayetumika. Kwa hiyo anasimama kinyume chao. Yesu anadhihirisha kiwango cha juu cha unyenyekevu tunaopaswa kuiga kwa mujibu wa Paulo wa Filipi 2. Tulijifunza sana hili robo iliyopita, aya ya 3 mpaka ya 8. Anasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake mwenyewe, bali kila mtu naangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Paulo anakazia kwamba mtazamo, nia, kusudi lililokuwa ndani ya Yesu, ambaye aliacha mbingu na fahari yote, ukuu na heshima na utukufu aliyokuwa nao, akaamua kushuka, akachukua asili yetu, akakaa kwetu. Inakaa kinyume. Yeye unajua anashuka, anakuja kwenye level yetu, lakini yule Lucifer tuliyemsoma kwenye Isaya 14, yeye nia yake ni kupanda. Nitapanda mpaka juu, kupita vyuma vya mawingu, kupita nyota za Mungu, nitakaa pande za kaskazini. Anainua nafsi. Lakini Yesu yuko katika kushuka. Kanuni kuu ya ufalme wa Mungu ni unyenyekevu, na hivyo mwandishi anatuambia tunapomkaribia Yesu na kumtazama, tunaposoma neno lake, hali yetu ya kupungukiwa, kiburi chetu, uchafu wetu utadhihirika kwetu, na tutaona jinsi tunavyomhitaji. Na tukimwendea, anasema, jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kadri tunavyomwendea na tunaona picha yetu ilivyo mbaya, atatupatia unyenyekevu, ambayo ndiyo kanuni kuu ya ufalme wa mbinguni, kinyume na kanuni ya ufalme wa yule jamaa, kiburi na kujiinua. Yesu kanuni yake ni ya unyenyekevu na kujishusha. Amina. Asante sana Mchungaji Didas. Mchungaji Tuvako, tunapotamatisha kipindi chetu hiki, tunapata nini juu ya kiburi dhidi ya unyenyekevu katika somo la juma hili? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Niyataje kwa ufupi kama ifuatavyo yale ambayo tunayapata katika somo letu. Wale ambao mbingu inawaona watakatifu ndio wa mwisho kujitangaza wema wao. Watakuwa wa mwisho kujitangaza. La pili ni kwamba kabla ya kupata heshima, kwanza kuna kunyenyekea. La tatu, unaweza ukasema kwamba watu wanapojitukuza wenyewe, wakijiona kuwa ni wa muhimu sana kwa ajili ya mafanikio ya mpango mkuu wa Mungu, Bwana husababisha wawekwe kando. La nne, Mungu ameahidi badiliko kwa wanafunzi wake. Kama walivyokuwa wale 12, ni mmoja aliyepotea, wengine walibadilishwa. Hii sehemu ni muhimu kukumbuka. Watu hubadilishwa. Tabia za watu zinabadilishwa. Watu hunyenyekezwa katika kumtazama, kama Pastor Didas alivyozungumzia muda mfupi uliopita. Kumtazama yeye kunatupatia nafasi ya kubadilishwa. Kiburi kinaweza kuwa mojawapo ya vizuizi vikuu vya ukuaji katika uhusiano na Mungu. Ikiwa tunajisikia hali ya kujitosheleza nafsi na hatutambui hitaji letu la uhusiano huu, hatutafuatilia. Tofauti na hilo, Yesu alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani na kielelezo bora zaidi cha jinsi ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Tumtazame Yesu, atatupa ushindi dhidi ya kiburi na unyenyekevu utashinda. Amen. Sasa sana Mchungaji Tuvako, lakini pia nikushukuru pia Mchungaji Didas.
Ni kushukuru pia mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana, na tunapomaliza kipindi chetu hiki ni kuombe mchungaji Didas uweze kutufungia kwa ombi. Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, Mungu mwenye rehema na fadhili, tunakutukuza, tunalibariki jina lako kwa nafasi ya pekee uliyotupatia kujifunza. Asante kwa sababu tukikutazama, tukikusogelea, tunajiona jinsi tulivyo, hali yetu mbaya, kiburi na kutokufaa kwetu, na wewe uko tayari kutupokea na kutufundisha kuwa wanyenyekevu kama wewe. Tafadhali utuondolee kiburi na majivuno. Dini ya adui itoke, tuwe wapole, tuwe wanyenyekevu, tuwe watu wa kuwatumikia wengine, na tusijazwe na nafsi zetu kiasi kwamba tukaona tuna vitu fulani vilivyo bora tukatafuta kuona kwamba sisi ni wakuu na bora kuliko wengine, bali tutafute kuwainua wengine na kuwaelekeza kwako, hasa kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amina. Amen.